wachezaji gani wa kimataifa unaweza kusema huyu hajaperform vile ambavyo sisi tulikuwa tunataka kama mashabiki wa Simba? Kama nyinyi mashabiki wa Simba mlikuwa mnataka. Shida inakujeje? Hiyo unaweza ukasema afu mwalimu anawafuata. Mwalimu ana jicho la mbali zaidi. Kwa sababu unaweza kusema mtu fulani bwana sio, lakini mwalimu akambakisha. Wewe unaona kuna mtu kawaka dakika za jioni hapo. Umeona bwana? Kudo. Kawaida yani kawaka dakika za mwisho mno. Na hakuna mtu anategemea. Sasa mtu kama yule Yanga Simba anaweza kumwacha. Swali huwezi kumwacha. Kwa kuna watu ambao wenye mahesabu, lakini sasa kutokana na jinsi ulivyowaka inabidi waendelee kuwa nao. Umeona? Kuna watu wengine wanachelewa kuingia kwenye mfumo, wengine wanawahi. Na nifurahie uongozi wa Simba. Uongozi katika kipindi ambacho uongozi wa Simba umefanya kazi kubwa mwaka huu. Tokea uongozi wa Simba ni ujue kwa mara ya kwanza wametumia nguvu kubwa sana mpaka Simba ilipofika. Haya ndio mambo tu tunayataka tokea siku nyingi. Uongozi wa Simba huo unajituma kiasi hiki. Na viongozi wa Simba kiendelea hivi, kila bingwa mwaka kesho hii hapa. Kama usajili nao kuambia ukitimia, mwaka kesho ubingwa huu hapa wa Afrika. Kwa jinsi ulivyojituma mwaka huu, mwaka kesho kujituma vile vile. Kama hivi, Simba bingwa kombe la Afrika. Nimemwona kwa mara ya kwanza Mangungu amejituma kuliko. Nimeona bodi ya ligi, bodi ya Simba wamejituma kuliko unavyofikiria. Nimemwona Modoidi kajituma kuliko msemaji, mvua ya kwake mpaka aliugua homa. Anaenda tandika huko mvua, akienda Magana kuna mvua, akienda huko kuna jua. Msemaji. Kwa hiyo uongozi wa Simba kwa jumla safari wamefanya kazi kubwa. Mpaka washabiki wa Simba wamekuwa kitu kimoja. Sijawahi kuona. Yaani wamekuwa cheni moja mpaka wamefika finali. Ni watu ambao ukiwakuta kwenye hamasa lao moja. Wakiwa wanasubiria mechi lao moja. Wamefanya jambo kubwa sana. Kwa hiyo mkwapa pongezi. Unajue hivi vitu msipe pongezi mtu kwa shakufa. Tuone pongezi watu kwa hai. Tumeelewa? Hata mchungaji wa Simba tuseme uongo na safari kajituma mno. Umeona bwana? Sasa tukisema wengine na ukimwacha na kwa sio sawa. Mchungaji wa Simba naye kafunga sana. Kaomba sana. Katembea sana kwa mguu. Kwa sababu dakika 90 bila kuangalia mpira si kazi nyepesi. Kaomba sana. Mpaka sasa ndani ya msimu huu kitu ambacho nakuvunia nini mchungaji ndani ya Simba? Umoja. Hakuna silaha kubwa kama umoja. Yaani silaha kubwa ya Simba mwaka huu ni umoja. Na umoja huu uendelee. Tunaelewa? Umoja huu umoja wa Simba unaoona leo ndio umoja ambao utaleta ubingwa kwa kesho kombe la Afrika. Umoja huu kwa sababu umoja huu tunaenda mpaka finali kwa kutumia umoja huu. Kwa umoja huu ukibaki pamoja na usajili ambao unakuja wakina Mabulu na kina Faisal, Simba bingwa huyo. Ni umoja tu. Umoja kwa kila kitu kinawezekana. Mimi nilishangaa rafiki yangu, umoja ulizidi mpaka mashehe wao niombea Simba. Mashehe. Mwaka huu mashehe wameombea Simba, wamepiga dua, wachungaji wameombea Simba, mpaka mafuta hata wamepaka. Lakini kombe ona. Si juhudi. Juhudi ilikuwa kubwa, hao wengine wanamwachia Mungu. Jitihada zilishinda kubwa. Ya, hapo umezungumza. Unaomba lakini Mwenyezi Mungu ndo anajibu. Ila sisi tumetimiza wajibu wetu kama sio wajibu wetu. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba katika kipindi ambacho uongozi wa Simba ulikuwa makini na ulikuwa na umoja ni mwaka huu. Umoja huu sijawahi kuona. Na mimi nasema umoja huu tuende nao mwaka kesho huu umoja. Ubingwa wa Afrika huu hapa. Nasema mwaka kesho nataka nije na jambo jipya. Sasa hapo katika jambo lako jipya mchungaji tumesikia mwaka huu kwa Tanzania. Habari hizo zimeenea. Kwamba mchungaji wa Simba atakutimia. Ile mimi mambo siasa siyawezi. Kwa sababu utasahau utasema Simba wewe. Kwa hiyo mambo siasa mimi siyawezi. Habari nazo zimetapakaa, mchungaji atakugombea ubunge, mimi mambo ya siasa wapi na wapi. Kwa hiyo hizo habari kwa sababu ulizipata kwa sababu moja uniulize. Mimi ubunge, mimi mambo ya siasa siyawezi. Mbona mambo ya siasa siyawezi. Mimi mambo ya mpira na mambo ya mpira Simba kichukua ubingwa wa Afrika nitaachana na ule mambo ya dini. Nitafanya kwenye dini na mpira basi. Lakini mambo ya siasa mimi siyawezi. Kwa hiyo nia wewe hauna mpango huo. Si watu wanazusha tu habari. Unataka mtegwa jima. Watu wameenda wanazusha habari huko, mchungaji anagombea. Mimi nagombea nini? Unasikia kawe ndio unaitaka. Hizo ni habari, watu wengine wanasema ubungo, nataka kugombea ubunge. Ubungo sio ubunge. Mimi kwanza nigombea ubunge. Nani anajijua? Mbona nigombea ubunge? Kwanza nitaanzeje? Hivyo vyama vyenyewe mimi navisikia. Kitu kinaambia eti kwenye siasa. Kwanza siasa unaanzeje? Siasa ina mambo yao ya jambo jambo siyawezi. Siyawezi. Shukrani sana. Kwa ujumla bwana mimi ni mtu wa dini na ni mtu wa mambo ya mpira. Simba yangu na mambo ya dini. Simba yangu na mambo ya dini. Mambo mengine mimi sijui. Kwa hiyo hizo habari hizo ambazo nimesikia zimetrend huko, mchungaji atakugombea si ubunge. Sigombee ubunge wala udiwani wala mwenyekiti wa mtaa. Na sitagombea. Mimi nipo tu dini na Simba yangu full stop.
Shalom shalom. Mungu akubariki sana. Mungu anatenda wakati. Amina amina. Amen.